Masuala ya kikatiba Bobby Mkangi pamoja na Senator wa Homa Bay Moses Otieno Kajwang na mjumbe wa sehemu ya uwakilishi bungeni ya Kikuyu Kimani Ichung'wah. Na hapa ningependa kusoma baadhi ya jumbe kutoka kwa wasikilizaji na watazamaji. Yuko hapa Sofia, anasema yeye anatizama kutoka Bamburi. Natazama runinga na vijana wangu ama wenzangu sote tuauliza ushindi wa Amina ungesaidiaje mwananchi wa chini? Wote studioni wanalenga kujibu swali hilo. Tafadhali wahimize kujibu vifaavyo. Kisha kuna huyu anasema Amina was not even a Kenyan project but presidents and deputy presidents project. Huyu ni Mwema Kidhala kutoka Mwea Tebere, na Mike kutoka Bakita Kitale anasema my concern is of what importance would be elections of Amina to be a star. Okay. Ya, kidogo amechanganya maswala. Na mwingine hapa anasema uchaguzi wa Amina haungefaa ama haungewafaa wa Kenya bali ni uharibifu mtupu. TJ Kimani Ichung'wah awache kabisa kudanganya watu. Project Amina was meant to manipulate the Hague issue. Huyu ni Musa JN, hajasema anakotoka. Na hapa tuko na jumbe nyingi tu na nitazisoma tunavyoendelea. Ila swali ambalo tulikuwa tumeliacha hapo nyuma ni kuuliza, je, kuna mtu ama watu ambao wana mipango potofu ya kutatiza kuweko usajili na upigaji kura kwa njia ya uwazi na ya haki? Senator Kajwang. Jibu ni ndio. Kuna watu ambao wana mipango ya kuiba kura ambayo tunaelekea mwaka huu mwezi wa 8. Tulipozungumzia hili jambo la watu wa Kenya ambao vitambulisho vyao vimetumika na vika wasajili kama wapigaji kura, na tulisema tulikuwa na almost the exact number. Mimi mwenyewe 2 weeks ago nilitweet kwamba 120,000 records 1,120 ambazo ziko na ile duplication. Unajua uchaguzi wa nchi kukiwa na watu 1,100 ambao kwa sababu yoyote hawawezi kupiga kura, hapo ni kama inaweza kubadilisha matokeo ya uchaguzi. Kuna counties zingine ambapo wapigaji kura pengine ni 1,100, sana sana kule Northern Kenya. Kwa hivyo ukiwa na Wakenya 1,120 ambao details zao ziko duplicated, na wakati tulizungumzia akina Ichung'wah walitujibu wakasema wacheni IBC wafanye kazi yao, hiyo sio kazi yenu. Alafu baadaye IBC wakakubali. Lazima tuangalie hili jambo la voters register, na ndio maana hapo mbeleni sisi kama upinzani tulisema tuwasajili wa Kenya upya jinsi Nigeria walivyofanya. Na unajua teknolojia ya kuwasajili wa Kenya ama kuwasajili wapigaji kura, it is not rocket science. Ukiangalia experience ya Nigeria, ni Mkenya ndiye aliandika ile software ambayo Nigeria walitumia. Anaitwa Nyimbi Odero. Jamaa alirudi hapa Kenya akatafuta kazi ili awe IT manager wa IBC, akakosa sababu ya jina. Na mtu ukigoogle sasa hivi Nigerian elections voter registration Nyimbi Odero, utaona waliwasajili. Jina lake lilikuwa na shida gani, Senator? Ni Odero. Anaitwa Odero. Kama unaitwa Odero huwezi pata kazi. Wacha nimalize, hakupata sababu anaitwa Odero. Sasa wali register 70 million voters in a period of 30 days. Lakini kwa vile tulienda mazungumzo tukasema pengine kutakuwa na wakati wa kufanya fresh register, tufanye audit. Ile process ya appoint auditors wa hiyo register hatukuridhika nayo, sababu sheria ilikuwa inasema stakeholders inafaa wahusishwe. Ndio maana sasa jambo hilo liko kotini. TJ, mimi upenda kupeana suluhisho. The day Kenyans will agree that ukishachukua kipande kitambulisho itumike kama kile kifaa cha kupiga kura, hapo ndio tutakuwa tumesuluhisha. Tuache mapanga, tuache visu, sababu silaha ni kura. Silaha hiwe ni kitambulisho na kitambulisho iwe kura. Isiwe eti tayari umepewa kitambulisho alafu lazima tuweke tume ingine ama tutumie mabilioni kuwapatia Wakenya kadi nyingine ambayo kazi yake
ni mara moja tu kwa miaka 5. Mheshimiwa Ichung'wah. Unajua TJ, kwanza nikubaliana na Senator Kajwang ya kuwa suluhu ni kuelekea hapo Wakenya waweze kupiga kura kwa kutumia kitambulisho. Na kwa heshima kwa marehemu ndugu yake marehemu Senator Kajwang, mnaelewa yale alifanyika wakati alikuwa waziri wa immigration, ambaye alisimamia immigration and registration of persons. Zile vitambulisho ziliweza kuuzwa wakati wa hiyo serikali ya nusu mkate, sijui kwa rob mkate. Hatuwezi jua. Tunajua yale alifanyika, useme hatujui, tunayajua. Tunaelewa. Lakini Ichung'wah kumbuke hapa ni radio, hapa sio bunge. Kwa hivyo aseme ukweli. Wewe nyamaza, nimenyamaza ukiongea sasa unyamaza. Huwezi wadanganya Wakenya na nyamaza. Unajua hata ingekuwa bunge ningemwambia substantiate ama withdraw. Lakini uzuri wa hapa radio, hapa ni public. Akileta uongo anaenda kotini. Unajua Senator, kotini usinitishe mimi na kotini. Na mimi ushinda nikiambia huyu mimi sio mtu wa kutishatishwa saa yote. Iwe ni kotini ama hata kaburi. Na mimi ushinda nikimwambia naogopa tu Mungu, stima na ujimoto. Si kunitishatisha na koti. Kwani koti nitanipeleka anipeleke kama anao shahidi. Lakini Wakenya wanaelewa yale yalifanyika siku hizo. Vitambulisho zikauka. Lakini nakubaliana na Senator ya kuwa suluhu ni tufike hapo wakati ukifika. La pili, ni vibaya kumtaja mtu jina huyo Odera, sijui Odero, na kusema hakupata kazi ya IEBC sababu ya jina lake. Sababu tuna zile hisia za ukabila, na ndio nilikuwa nataka kuona kama Senator ataenda hapo. Ni vizuri tuweze kuheshimu watu kama professionals. Akiomba kazi kama hapati tu, labda sijui kama alienda IEBC akaambiwa umekosa kuajiriwa sababu ya kabila lako ama jina lako. Hayo ni mambo ya Senator. La pili, Senator amesema ya kuwa wanajua kuna watu ambao wanapanga kuiba uchaguzi na kuwasajili watu sijui kwa vitambulisho gani. Kama mna hiyo habari, unajua Senator, wewe kama wakili, that is an election offense. Umevunja sheria ya uchaguzi. Na mnafaa mpashe polisi na mpashe IEBC habari ili wakamatwe, wafungwe, ili tupate uchaguzi ulio wa haki na ukweli. Na hayo ndio tungetarajia wangefanya kama walikuwa na ule ujuzi wa mambo kama hayo yakifanyika. Lakini kwangu mimi, na Senator anaelewa, na amesema vizuri ya kuwa tuliingia kwa negotiations, tukasema tuna hatua kadhaa tutapiga. Hatua moja hapo ya zile tukua tufanye ni kufanya audit ya voters register. Wakati ile audit ilienda kufanyika, yale ambayo Senator anasema hapa sio ukweli. Walienda kotini wakasema Secretariat ya IEBC wamefanya kazi ya kumtafuta mwenye atapewa ile kadarasi bila kuhusisha commission, sababu commission haikuwa. Wakasahau KPMG. Ni KPMG walikuwa wamepewa kazi. Hata hisia sio kuwa KPMG hawangeweza kufanya ile kazi, lakini sababu hatuna commission ambayo tunafikiria tuna ushawishi kwa commission. Wakasahau ya kuwa ile kazi ya kuendesha uchaguzi, usajili na hata hiyo kazi nyingine yote ya mambo ya uchaguzi sio kazi ya stakeholders. Senator, haiwezekani na haitowezekana, na Bobby hapo wako hapa na ni advisor wenyu kwa CORD na ODM. Lakini wacha niulize tu, wewe unaliona kama tatizo ni tatizo hili? Wacha nikwambie IEBC I ni independent. Ndio. Hatuwezi sema tuna independent commission kisha tuseme tukitaka kuajiri karani wa IEBC lazima tuite senator wa CORD, tuite senator wa Jubilee, wakubaliane ya kuwa huyu anafaa. Lakini mheshimiwa, swali langu kwako ni je, wewe kama mbunge, wewe kama mfuasi wa Jubilee, unaona hili ni tatizo? Ni tatizo kuwa na usajili tata, kwamba kuna watu laki 128? Tatizo ni siasa ambazo tunataka kuendesha. Tatizo ni siasa ambazo zinaletwa na watu ambao hawakuwa wamejitayarisha. Wacha nimalizie, wacha kunikatiza sababu unataka nipoteze ile point nataka kusema na utanikatiza. Sio siasa, nataka nikuambie ukweli. Watu hawakuwa wamejitayarisha uchaguzi. Hawakuwa tayari hata watu gani hawakujitayarisha? Watu wa CORD na ODM na hizo anasa zao hawako tayari. Sasa hiyo imetoka. Hizo ni dhana zako mheshimiwa. Ndio maana wakataka walete hizo hisia ambazo zitakuja kuleta vurugu. Na mimi nimesema na nataka nirudie leo tena ya kuwa watu ambao hawakuwa wamejitayarisha hawa anasa na hizo CORD zao wakafikiria ya kuwa
tukileta tashwishi kuonyesha ya kuwa nchi haiko tayari kufanya uchaguzi, kuna uwezekano tukaweza kuahirisha uchaguzi ama tukaweza kutengeneza serikali ya ile ya nusu mkate ili tuwe na nafasi zaidi ya kuweza kujitayarisha. Nadhani zako hizo ndizo zile Waingereza wanaita conspiracy theories. Sio conspiracy theories. Ni ile ukweli iko. Sababu nataka nikuulize kama ingekuwa ukweli hiyo senator anasema, kwa nini leo hii senator hatuja kuona wewe mwenye unajua ama huyo baba yenu Raila akienda akitoka Lavington aingie tu hapo Lavington pale Mudhangari kuna police station, ama aingie Kilimani police station, ama ateremke hapa Anniversary Towers mahali IBC iko, aseme ya kuwa tunajua ni Ichung'wah, tunajua ni TJ ambao wanasajili watu, lakini yale mambo ambayo yamefanyika ya wacha nimalizie yale yamefanyika kwa register. Nataka niseme hata kwangu pale Lusegeti mahali tunaita Rodhegeti na Kikuyu Nach Ward iko mzee, tulipata ukiangalia ID yake inatoa jina ya mama wa kijiji kingine, na kufuatilia mimi mwenyewe nikachukua ile photocopy ile kitambulisho, niko nayo hata picha hapa kwa WhatsApp, kwenda kwa ofisi ya IBC tukapata ya kuwa kwa register yenye waliandika na mkono iko sawa. Kwa hivyo ni venye tu mtu akiweka kwa kompyuta akakosea digitali moja, namba moja peke yake, ikaingia jina tofauti, jina lingine. Na hayo mambo ndio alifaa yachunguzwe tukifanya audit ya register. Sasa nataka nikuulize senator wewe Kajwang', sababu wewe ni wakili, mko kotini, hamtaki KPMG waanze kazi, simulete auditor wenyu ama nyinyi wenyewe mwe auditor. La pili, kwa nini sasa, sababu tuko na commission, their principal argument in court na wakili ilikuwa hakuna commission, sasa kuna commission. Kwa nini basi wasitoe ile kesi audit yenyewe? Wacheni unafiki. Hii ndio sababu watoto wetu hawapiti mtihani, sababu wakimchukua Ichung'wah kama mfano, mimi nilipita swali na ajibu swali, anatunga swali lake alipita kabla Matiang'i. Ndio maana tuna shida kwa education sector. But two things. One, IBC wenyewe wamekubali kwamba kuna shida, na wakasema rekodi 1120. Wao wenyewe wamesema iko shida. Na mimi nashangaa mbona Ichung'wah haezi kubali, haezi kiri kwamba kuna shida. Lakini shida ingetatuliwa na audit. Kiongozi tuwe na suluhu. Number 2, jamaa wa Mombasa ambaye anaitwa Shabal aliwaambia Wakenya raundi hii Jubilee lazima washinde, kama ni kuiba wataiba, kama ni kufanya nini watafanya nini. Sasa unataka niende police station ni waambie polisi matamshi ambayo yaliwekwa kwa TV, yaliwekwa kwa magazeti? Hizo ni anasa kama tu zile anasa. Na huyo ndio jamaa wenu ati Pointman wa Mombasa. Hizo ni anasa. Fundamentally TJ, jambo la mwisho hiyo stakeholders. Sheria imesema you must involve stakeholders. Na Ichung'wah angesoma ile sheria ambayo walipigia kura juzi kwa National Assembly bila kusoma, ati hawakusoma sababu Uhuru alishasoma, angegundua kwamba kuna clause ambayo inahitaji stakeholder participation. Hawakushirikisha washikadau. Ndio. Bobby, wewe ndio mtaalamu wa mbona hajatoa kesi kotini? Tueleze. Commission iko. Ni kweli kama senator anavyosema kwamba yale maazimio ya kule Windsor na ile sheria ambayo ilitokana na kule ilikuwa inasema kwamba kuna masuala ambayo washikadau wakati wa tume itakuwa inafanya kauli watakuwa wanawahusisha washikadau katika hasa katika ule mchakato wa kutengeneza vigezo na kuwe na uwiano na makubaliano na kila mtu aweze kuhisi ya kwamba mchakato wote na maamuzi yote. Ndio, ni kweli kama mheshimiwa alivyosema kwamba kuna maamuzi ambayo ni tume tu inaweza kuyafanya, lakini kuna mambo ya upana ambayo washikadau wanaweza kuhusishwa hasa katika kuvitengeneza vile vidato ama vigezo. Ilikuwa moja hayo. Ni moja yao na vigezo ambavyo vinaweza kutumika ili kumpata kama hili swala la mkaguzi
la auditor na hasa lile swala lingine la kutumia teknolojia ama mfumo wa kielektroniki. Kwa hivyo ni kweli kwamba hizo sheria ama hayo masharti yalikuwepo baada ya yale mazungumzo ya kule Windsor. Lakini nilitaka kuchangia na kusema kwamba tumeona yale malumbano ambayo yanaendelea na wasikilizaji wanasikiza na wanajionea. Na nadhani haya mambo ya malumbano bila kuwa na suluhu, bila kuwa na nuru katika hili giza, ndiyo pia inachangia kwamba vijana wanakosa tamaa ya kwenda kujiandikisha na kujisajili kupiga manake kura. Wanasikia ama ile ishara wanayopata ni kwamba ni mchakato ambao una dosari, mchakato ambao umeingiwa na siasa chafu, mchakato ambao mwishowe kura yako sio itakuwa ndio uamuzi. Kwa hivyo nadhani kama nilivyosema kwamba kutakuwa na dosari ama kutakuwa na matatizo katika usajili na katika michakato mingine ya huu uchaguzi itakuwepo, kwa sababu sisi ni wanadamu. Lakini kama wanasiasa wangekuwa na mori na ari ya kufanya kazi, wakiona kwamba panapo na tatizo lolote watahusiana na watashauriana ili waweze kuwapa Wakenya suluhu, basi hiyo ndio ingekuwa jambo bora. Lakini huku kupigana na kutupiana maneno, kesho najua kuna vijana ambao wamesema mimi hata sitajiandikisha. Nafikiri kufikia hapo ndo tungependa kuwapatia nafasi wale ambao wanatutazama kupitia kwa runinga KTN News kwamba kipindi Kenya Leo kinafikia hapo, na tulikuwa tunaangalia masuala mawili, na swala la tatu tutaendelea nalo katika Radio Maisha. Ni bayana kuwa kuna mushkil katika daftari zima la usajili. Swali kuu lilikuwa ni hapa ni kwamba kuna mtu ama kuna watu, tujiulize wenyewe, wana mipango potofu. Lakini imejitokeza wazi kwamba malumbano kati ya pande zote mbili, mrengo wa NASA hivi sasa na chama tawala cha Jubilee, yale malumbano yao ndio yameleta kwamba hakuna suluhu ya kuweza kusafisha lile daftari ambalo tuko nalo hivi sasa. Kuna kesi katika mahakama, na tutakuacha msikilizaji ama mtazamaji popote ulipo na swali: je, anayekuwakilisha bungeni ana suluhu gani kwa tatizo hili? Kwa sababu likiendelea hivi hatutakuwa na wengi wa kupiga kura. Asanteni sana kwa kutazama runinga yako ya KTN News. Kipindi ni Kenya Leo ambacho kinakujia kila Jumapili kuanzia saa 12 hadi saa 1 jioni. Na katika Radio Maisha unaweza kutusikiliza kupitia 102.7 hapa jijini Nairobi. Na ndio maana ningependa kwenda kwa swali ama swala la tatu hivi sasa. Ukiwepo popote pale msikilizaji, unaweza kuchangia kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 22277 au Twitter @Radio Maisha na ukurasa wa Radio Maisha kwenye Facebook.